Hii ni taarifa nzito kidogo kuhusiana na wanajeshi wa Marekani kuingia kwa siri nchini Tanzania. Unatizama Mseto Media. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha subscribe. Wewe bado ni kusii, bonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usionapitwa na taarifa zetu nzito. Taarifa zilizothibitishwa zilizotufikia kwenye meza yetu ya Mseto Media leo zinasema jeshi la Marekani limeingia nchini Tanzania kwa siri huku likiwa na silaha za kivita aina ya mabomu. Mtazamaji wangu, kabla tujaingia ndani zaidi ya taarifa hii, kwanza ni kujuze kwa kitendo cha jeshi au mwanajeshi wa taifa lingine kuingia kwenye taifa lingine, tena akiwa na silaha kubwa kama mabomu. Sheria inasema moja kwa moja kwamba hilo ni kosa la uvamizi wa kijeshi, ugaidi au hujumu uchumi wa usalama. Hili ni kosa zito sana. Sasa taarifa kamili ni kwamba jeshi la polisi la Tanzania kule mpakani Sirari limethibitisha kumkamata mwanajeshi wa Marekani akiingia nchini Tanzania kinyume na sheria huku akiwa na mabomu. Nikinukuu taarifa ya polisi inasomeka hivi: taarifa kwa umma. Jeshi la polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, Novemba 16, 2025, majira ya saa 6 mchana, katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirari, limemkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye miaka 30, mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sergeant, akiwa na mabomu manne aina ya CS-M68 ya kurushwa kwa mkono, akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye namba za usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Rorya. Mtazamaji wa Mseto Media, kufuatia taarifa hiyo ya polisi, sasa Mseto Media tukataka kujua sheria ya Tanzania na za kimataifa inasemaje juu ya mwanajeshi wa jeshi la nchi nyingine kuingia katika nchi nyingine bila taarifa huku akiwa na silaha. Sasa kwa kufuatia vifungu vya sheria inasema ni kosa kubwa sana, na sio kosa tu la kawaida, bali linahesabika kama uvamizi wa kijeshi, ugaidi au hujumu wa usalama wa taifa. Kwa sheria za Tanzania, kama mtu yoyote, hata kama ni mwanajeshi wa Marekani, akiingia kwa siri nchini Tanzania akiwa na mabomu, matendo yake yataangukia kwenye makosa yafuatayo. Kwanza, ugaidi, Anti-Terrorism Act ya 2002, kubeba mabomu, kuingia nchini bila ruhusa, kufanya kitendo kinachoweza kuhatarisha maisha ya watu au usalama wa taifa. Adhabu ni kifungo cha maisha au adhabu kali sana. Lakini pili, uvamizi wa kijeshi, espionage, kuwa mwanajeshi wa nchi nyingine na kuingia bila taarifa kwa serikali ni sawasawa na ujasusi wa kijeshi, military espionage. Hii inaadhibiwa kama kosa la hujumu uchumi wa usalama. Kosa la kuingia nchini bila kibali, Immigration Act, faini pamoja na kifungo. Kumiliki mabomu kinyume cha sheria, Firearms and Explosive Act, ni kosa la kijinai, adhabu yake ni kifungo kirefu. Kwa sheria za kimataifa, yani international law, zinasema jeshi la nchi moja kuingia kimya kimya katika nchi nyingine bila ruhusa, narrow to act of aggression, hii ni kama kitendo cha kivita, act of law, atakamatwa kama raia wa kawaida.
yaani hana military immunity kwa sababu hajaingia kama sehemu ya shughuli rasmi za kijeshi zilizotangazwa. Atachukuliwa kama mhalifu wa kijinai. Na kuhusu taifa alilotoka, yaani Marekani, ni kwamba hawawezi kumlinda hata kama ni mwanajeshi wao. USA haitaweza kumlinda ikiwa aliingia bila kibali, na Tanzania ina haki 100% kumfungulia mashtaka kwa kufuata sheria hizo hapo juu. Kwa taarifa zaidi juu ya tukio hili, mtazamaji wangu, tukuahidi kukuletea pale tu zitakapotokea, na sisi tunafuatilia. Asante kwa kuchagua Mseto Media. Naendelea kubaki nasi kwa habari zaidi nzito na za ndani ambazo huwezi kuzipata sehemu yoyote. Hii ni Mseto Media. Hakikisha una share na rafiki, ndugu na jamaa taarifa hii, ili na wao waweze kujua kuhusu hili zito lililotokea. Asante kwa kutuchagua sisi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.